Mimi naitwa Steve Simon Maige, ni afisa habari wa Shilema wilaya yetu ya Kahama kwa upande wa wachimbaji wadogo hapa Kahama. Upande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya mama, najua serikali ya mama ni sikivu. Kwa sisi kwa upande wetu wa manispaa yetu ya Kahama, nafahamu kabisa kuna ma-PL mengi ambayo watu wameyashikilia tu, hayachimbwi na hayafanyi kazi yote. Haya wangeona basi kama mama inafaa kupitia waziri wetu msikivu kabisa Mheshimiwa Anthony Mavunde. Haya tugawie sisi wachimbaji tu wadogo ambao tunaweza kuyafanyia kazi. Kwa sababu ni walipa kodi na ni wachimbaji wazalendo. Kama tu kutoka hii 9% mpaka 11%, naona na wetu sisi wachimbaji, sasa tutachelewa hivi. Hilo ombi letu kwa serikali watusikie, waweze kutupa hiyo neema. Kuna PL kwa mfano, kuna maeneo mengine hapo hapa Mabomba, kuna ma-PL yapo yameshikiliwa. Segese kuna ma-PL yameshikiliwa. Kuna maeneo yapo Muhime yameshikiliwa PL. Naona sasa yote hayo tupewe sisi wachimbaji, ambapo tunaweza kupewa kabisa, tukatengeneza miundombinu mizuri na serikali ikaendelea kusema pato. Nataka nizungumzie swala zima mafanikio ya mama na Samia. Nafikiri hususan kwenye sekta yetu sisi ya madini ya wachimbaji wadogo, haswa hususan upande wetu hapa Kahama. Kwanza kabisa mafanikio makubwa, tukianza na moja, mama kaamua kuwezesha wachimbaji ama kutuwezesha sisi wachimbaji, na kajali thamani yetu sisi kama wachimbaji, na leseni nyingi zimegawiwa kwa wachimbaji. Ina maana imeonyesha ni muhimu, kwa sababu tayari maduhuli mengi yanalipwa. Sasa hivi ukiangalia kutoka pato ambalo liongezeka 9% mpaka kufikia 11%, ni tumejitahidi kwa kweli. Tumpongeze sana mama, rais wetu Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na wasaidizi wake akiwemo Mheshimiwa Anthony Mavunde kwa kazi nzuri anayoifanya. Hata juzi nafikiri tulikuwa kwenye wasilisho ya bajeti ya madini ya mwaka 2025 ya mwaka huu. Mambo mazuri yamesemwa hasa kwetu sisi wachimbaji. Kwa hiyo kuna jambo ambalo tunaweza kujivunia kwa upande wa wachimbaji. Naona hususan nchi nzima wachimbaji hawa sisi wadogo, kwa sababu tunanufaika kwa kweli. Ushauri wangu labda kwa serikali, wajaribu kuangalia hizi kodi tunazolipa. Kuna kodi ambazo zingine zinakuwa ziko nyingi kupita kiasi. Kwa mfano ukienda wakuta kuna kodi ya mialo, na kuna ushuru si wa serikali ya kijiji. Yale kijiji nao wanaingiza ushuru ambao unakuwa sio, inamkandamiza hususan kwa huyu mwekezaji aliyekuwa ile leseni ya kuchimba, ile leseni ndogo inamuumiza sana. Lakini wakati huo serikali iangalie kwa upande wa pili, kumwangalia sana huyu anayewekeza kwamba ni mwekezaji na ni mchimbaji, hususan sisi wazawa. Waliangalia sana kwa upande huo, kwa sababu sisi wazawa ndio tunaibua. Kwa mfano nimepewa PML na chimba, nimewekeza pale zaidi ya milioni 500, nikaanza kulipa kodi za serikali. Serikali inapata kipato, nitatengeneza ajira zaidi ya 3000. Wapo kina mamalishe, wapo wabeba mizigo, wapo bodaboda, nitatengeneza ajira zaidi. Sasa nikipewa kipaumbele, kuna baadhi ya kodi inatakiwa ziondolewe.